unapochanganua sentensi, maneno ambayo yako katika ile sentensi yako lazima yawe katika mstari mmoja. Sije tukapata neno moja liko juu lingine liko chini, la. Yote yawe katika sentensi moja, mstari mmoja. Haya, swali la 9. Sitathubutu kumpa pesa zangu, Juma alisema. Geuza sentensi kuwa katika usemi wa taarifa. Unafaa ubadili iwe katika usemi wa kuarifu. Reported speech. Kuna mambo ambayo unatarajia kuona. Patakuwa na alama za kunukuu. Kutakuwa na kama hapo sitathubutu, itabadilika na kuwa nge. Ni baadhi ya mambo ambayo unatarajia kuona. Kwa mfano, utapata jibu likiwa Juma alisema hangethubutu kumpa pesa zake. Vizuri, alama 2 za bure. Tunga sentensi agizi. Agizi ni zile ambapo ukiangalia kipengele cha kuainisha sentensi tukitumia uamilisho au kazi, tunapata kwamba tuna sentensi agizi pale unapoagiza kitu. Kwa mfano, tafadhali nipe maji, naomba ugali na kadhalika. Hivyo unaagiza, ongeza glass, mhudumu, ongeza glass. Ni hiyo sasa. Nataka nilewe tu. Nataka naongeze glass. Hivyo utakuwa unaagiza. Hivyo sitaki kuona mwanafunzi kama wengine nilivyoona wakisema mama aliagiza chai. Nataka kuona jinsi anavyoagiza, na mara nyingi itakuwa kisha kwa kitone. Sentensi hisishi ni sentensi ambayo inaonyesha hisia. Kwa mfano, furaha, tumeshinda kikombe. Hurray, tumeshinda kikombe. Kama ilikuwa ni labda furaha, nilikuwa nimepoteza labda kalamu yangu, nimepata, nitasema alhamdulillah, nimepata kalamu. Labda ulikuwa unataka kitu kinusurike, kusema jambo. Haya, labda ulikuwa unaapa, wallahi nakupenda, wallahi billahi. Haya, 11. Tunga sentensi moja kubainisha kishazi huru na kishazi tegemezi. Kishazi huru ni sentensi ambayo inaweza kujitegemea, ilhali kishazi tegemezi ni sentensi ambayo huwezi kujitegemea kimaana hadi unganishwe na nyingine. Kwa mfano, mama ambaye huja hapa amekula sima kwa nyama. Mama ambaye huja hapa amefanya nini? Hivyo tunapata hicho ni kishazi tegemezi. Mara nyingi utaona kwamba kishazi tegemezi huwa na urejeshi na masharti. So kwa urejeshi utaona iko na amba au urejeshi. Ikiwa ama nikija utafanya nini? Unaona kuna pale dukuduku. Hivyo utapata kwamba hiyo ni sentensi ambayo haijakamilika kimaana. Lakini ukiangalia kishazi huru hapa itakuwa amekula sima kwa nyama. Ni sentensi ambayo imekamilika kimaana hata bila ya kuunganishwa na sehemu nyingine. Onyesha kiima na chagizo kwenye sentensi ifuatayo, alama 2. Dereva hodari aliendesha gari kwa kasi. Kiima ni sehemu iliyokaliwa na nomino inayotenda kazi pale. Kwa mfano, dereva hodari aliendesha gari kwa kasi. Dereva pale ndiyo kiima, the subject. Haya, alafu chagizo ni sehemu ambayo imekaliwa na kielezi. Kwa mfano, dereva hodari aliendesha gari kwa kasi. Aliendesha gari vipi? Kwa kasi. Kielezi cha namna. Hivyo ni sehemu ya sentensi iliyokaliwa na kielezi. Geuza kwa hali ya ukubwa. Mwizi aliiba kikapu kikubwa. Itakuwa jizi liliiba kapu kubwa. Utajuaje? Unapogeuza sentensi kuwa katika hali ya ukubwa,
unatarajia kwamba iwe katika ngeli ya lia. Ukiangalia kwa upatanisho, ikiwa ileti upatanisho wa lia, basi unajua kwamba sentensi hiyo si sahihi. Ikiwa ni kwa udogo, itakuwa katika ngeli ya kivi. Hivyo jibu mwafaka ni kwamba jizi liliiba jikapu au kapu kubwa. Haya, jambo lingine lazima umakinike. Baadhi ya maswali haya huwa na sehemu mbili. Labda unaweza ambiwa geuza kwa hali ya ukubwa, wingi. Hivyo mwanafunzi, mwalimu, mnasihi mwenzako aweze kusoma kwa nini? Umakinifu. Haya, badilisha sentensi ifuatayo kuwa katika hali timilifu. Alama moja. Jua linawaka. Jua linawaka. Katika hali timilifu tunatumia me, so itakuwa jua limewaka. Ingekuwa ni hali endelevu, tutasema jua linaendelea kuwaka. Ama kama ni wakati uliopita hali endelevu, itakuwa jua lilikuwa linawaka. Litakuwa linawaka. Pia unaweza pata hali ya mazoea ambapo tunatumia jua huwaka. Ukitumia mfano mmoja, eleza matumizi ya herufi kubwa kama kiakifishi alama mbili. Herufi kubwa hutumiwa katika mwanzo wa sentensi na pia hutumiwa tunapoandika majina ya kipekee hata kama ni katikati mwa sentensi. Jina kama Kerubo. Mwalimu wangu anaitwa Kerubo. Katika neno Kerubo litaandikwa kwa herufi kubwa. Tia shada kwa neno daktari. Kumbuka shada ni msisitizo au mkazo unaotiliwa kwenye silabi za neno. Hivyo tukiangalia silabi katika neno daktari ni 3, dak-ta-ri, alafu tunatia shada katika silabi ya pili kutoka mwisho, so itakuwa baina ya k na ta, tupate neno daktari. Tunaanzia hapo. Sahihisha sentensi ifuatayo. Nilitembea na mguu, alama moja. Na hapo inaleta kwamba kulikuwa na mguu na pia kulikuwa na wewe ambao wanatembea. Hivyo jibu mwafaka, nilitembea kwa mguu. Kuna sentensi nyingine pia niliambiwa wanafunzi wangu waweze kuikarabati. Ilikuwa inasema yangu kiti ilivunjika. Anakurekebisha na kwambia changu kiti kilivunjika. Haifai hivyo. Katika sentensi ya Kiswahili tunaanzia kundi nomino, kundi tenzi. Katika kundi nomino utapata kwamba kuna nomino na kivu au kiwakilishi chake, kisha kinafuata na kivumishi, kisha sehemu ya kundi tenzi ambayo itakuwa na kitenzi na maneno mengine. Hivyo sentensi hiyo itakuwa kiti changu kilivunjika. Haitakuwa changu kiti kilivunjika. Tumakinike pia, uhakikishe umeakifisha vizuri na kuna upatanisho wa kisarufi ili uweze kupata alama zako zote. Tusiwe tunatupa alama. Pika ni kwa pakua. Dish ni kuanika na andika ni kwa futa. Pika ni kwa pakua, hapo umepata kwamba ni kinyume. Hivyo kinyume cha anika kitakuwa ni anua. Kumbuka kuna vile vitenzi katika kinyume unaandika katika kauli ya kutendua. Kama ni andika ni kwa futa. Mwingine alikuwa anakuandikia kwamba fua ni kuanika na andika ni kwa kitabu. Salale, lazima ujue sehemu ya kwanza inakupa kidokezo ni nini kinaendelea pale. Kwa mfano pika ni kwa pakua, utajua unachoulizwa ni kinyume na si maneno mengine. Kwingine unapata tunatumia mbinu hiyo ya utahini ilhali ni kisawe au vitawe ama vitate. Hivyo mwanafunzi makinika. Tunga sentensi mbili ukitumia kitawe ka ili kudhihirisha maana tofauti za neno hilo.
kuna kaa mnyama, kwa mfano kaa alinichoma mguuni. Pia kuna kaa kwa maana ya kitu ambacho kiko katikati ya penseli. Kwa mfano kaa la penseli limeisha. Pia kuna kaa kwa maana ya keti. Umesimama, unaketi. Unaketi. Nilikaa karibu na jukwaa. Pia kuna kaa ambalo ni sehemu ya ukuni baada ya kuchomeka, hivyo itakuwa kaa la moto limezimika. Naweza kuunda sentensi yoyote ile, mradi iko sahihi utapata alama. Yakinisha sentensi ifuatayo. Yakinisha ni kukubali. Sentensi nasema yakinisha sentensi ifuatayo: sijala, alama moja. Sijala, nimekula. Sijala, nimekula. Fasihi andishi. Dokeza mbinu 5 zinazotumiwa na viongozi kuendeleza udhalimu kwa mujibu wa riwaya ya Nguu za Jadi. Swali zuri sana. Baadhi ya mbinu ambazo tunafahamu kwamba zinatumika katika kuendeleza uongozi dhalimu katika dunia ya uhalisia tulimu, na unapata kwamba kuna matumizi kama urithi, kuna vitisho, kwingine matumizi ya vikaragosi proxies, kwingine unapata kuna usaliti, kwingine ni ugomvi, kwingine inakuwa ni kampeni, wengine wanatumia zawadi trinkets. Unakuja unapewa labda ni unga, tunasema mkono mtupu haurambwi. Basi hauna budi kuwapa baadhi ya hela nini, wanajisahau. Wengine ukiwapa kama ni chakula hata kuimba siku zote. Unapata baadhi ya mambo haya hutumiwa. Wakati mwingine ni urithi. Viongozi huweza kuendeleza udhalimu wao kwa kutumia urithi, matumizi ya vyombo vya dola, kama ni polisi wanavitumia haswa katika kitabu kama kinaitwaje, Kigogo. Unaona kuna matumizi ya mbinu hiyo ambapo unatumia vyombo vya dola, askari, koti nini. Na kama katika riwaya Nguu za Jadi tunaona kuna matumizi ya mamlaka. Mtu ako katika mamlaka kisha anaanza kutengeneza mambo yake ili awafisidi nchi yake. Watu kama wale ambao walikuwa mstarifu wa ardhi, kulikuwa na mafamba ambao walikuwa wanatumiwa ili kutetea viongozi dhalimu. Kuna pia vyama hivi kwamba kuna mtu ambaye watafanya uchaguzi na kutoa wale ambao wanaonekana hawafai. Kulikuwa na matumizi ya vitisho, ugomvi kama chifu Mshabaku kuwa na ugomvi dhidi ya Mangwasha kwa kutomuoa rafikiye. Mambo ni mengi. Hivyo ukidokeza alama zozote kisha uweze kupeana mfano utapata alama zako 10. Hadi wakati mwingine, kwaheri.